Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Halal Charity TV, the media arm of Halal Charitable Trust, a registered non-governmental, non-profit making organization based in Mtwapa. Our sole purpose and aim is to help the community. Our motto is working with the community for the community. Leo alhamdulillah tumetembelewa na Sheikh ambaye Sheikh huyu ni hafidh Quran, amehifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Juzu 30, aya 100, sura 114. Alhamdulillah tutakuwa na yeye, atatuelezea vile alivyoanza mpaka alivyofika mpaka sasa. Shukran, karibu Sheikh, introduce. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Kwa majina kamili ni Salim Hamad Koja na ni mwanafunzi bado nasoma. Iwaje mzee wangu ameniita Sheikh, lakini bado sijafikia marhala hiyo, lakini Allah tuwafikie biidhnillah. Naam, mzee wangu hapa ameniambia nielezee jinsi ambayo nimepitia katika hali ya kuhifadhi Qur'an, na tutambue kwanza kabla ya kuanza na kueleza, Qur'ani ni moja ya jumla ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema kubwa sana, na neema hii anaitambua yule ambaye amehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni fursa adhim au fursa adhima mtu anapopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi kitabu cha Qur'an. Na neema hii inapokuwa katika kifua cha mtu inambadilisha tamaman hali yake na akhlaq zake. Na Mtume alayhi salatu wasalam ameizungumzia Qur'ani kwa kuambia masahaba zake, bali umma kwa jumla, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu ni yule ambaye ataisoma Qur'ani kisha akaifundisha. Naam. Ikiwa mzazi anatamani mtoto wake awe katika watoto ambao wapo katika khairi, basi njia mojawapo ni kuhifadhi Qur'an. Safari yangu ya kuhifadhi Qur'an, pengine ungeanza ulikuwa na miaka mingapi na nini ilikusukuma ukahifadhi? Ni wewe mwenyewe ama ni wazazi ama ni community? Nilianza kuisoma Qur'ani nikiwa na umri wa miaka 6. Mashaallah. Umri wa miaka 6 nikisoma katika markazi moja inaitwa Markazi Nur, ikiwa Congo Boys, Mombasa. Nilianza walillahi alhamdu safari yangu ya kuisoma dini na kuisoma Qur'ani kidogo kidogo. Ilipofika umri wa miaka 16 ndio ikawa safari yangu ya kuenda haswa kujizatiti na kukaa katika bweni au boarding ili kuihifadhi Qur'an. Wakati huu nilienda tahfidh moja inaitwa Abdul Jabbar, iko Mariakani, nikiwa na umri wa miaka 16. Nikakaa pale kipindi cha muda wa mwaka mmoja, nikahifadhi juzu 20. Mashaallah. Na nikitoka Markazi Nur nilikuwa na juzu 6 kama sijakosea. Nikaenda kuhifadhi juzu 20 nikiwa Abdul Jabbar Mariakani. Hali ya pale ikanipelekea mimi, kwa kuwa nilikuwa na hamu ya kuhifadhi Qur'an, na hamu hii ilinipata nilipokuwa ninaishi na nimelelewa na ammi yangu. Ammi yangu ndo amenilea, Allah mhifadhi, Allah amlipe kila la khairi. Amin. Alikuwa ni imam Masjid Musa. Na hamu yangu kwa kuhifadhi Qur'ani ni vile nikimuona akisoma Qur'ani vizuri, akiswalisha watu vizuri, nikiona watu vijana wadogo wanasoma Qur'an. Yeye alikuwa ni hafidh? Alikuwa ni hafidh. Naitwa nani? Sheikh Ayub. Ayub. Naam. Alikuwa ni imam Masjid Musa wakati huo. Basi hali ile kanipelekea mimi kuipenda Qur'an na kutamani siku moja nisimame mbele na mimi niswalishe watu. Na mimi nisome Qur'an. Walillahi alhamd, nilipoanza safari hii ya kwenda kusoma Abdul Jabbar ambaye iko Mariakani, Sheikh wangu anaitwa Sheikh Eid, Allah amrahamu, amefariki sasa hivi.
ndio nilisoma kwake. Alhamdulillah, baada ya kipindi cha mwaka mmoja nikaona shekhe wangu huyu alinipenda sana katika wale wanafunzi ambao mashaallah wanabidii wanasoma Qur'ani kwa uzuri. Akawa ananipa jukumu la kufundisha wengine, jukumu la kusikiliza Qur'ani wengine. Sasa kwa muda nimekaa nikaona malengo yangu yatapotea kuhifadhi Qur'an na ile jukumu nilopewa. Nikaamua kutoroka. Nikatoroka ile tahfidh. Nikasikia kwamba kuna interview Markazi Nur, tahfidh ambapo madrasa ambapo nilianza kusoma. Nikaenda Markazi Nur ambapo Markazi Nur ni tahfidh peke yake. Ni taalim na tahfidh. Madrasa ambayo iko Congo Boys. Congo Boys, naam. Naam. Nilipofika interview ile ambayo ilikuwa boarding yao iko Kilifi. Sasa wanafanywa interview wanafunzi pale. Nikifika nikakutana na Sheikh Khalid Kaka ambaye ni msimamizi wa hiyo markaz. Alhamdulillah, ni mtu ambaye ametulea, anatujua toka wadogo tumesoma kwake. Akaniuliza, uko tayari Salim kuhifadhi? Nikamwambia naam. Kana basi wewe ni kijana wetu, haina haja ufanywe interview. Nikaingia pale katika sehemu ya interview, nikaambiwa nisome Qur'ani kidogo, nikasoma. Akaniambia siku ya pili wewe jiandae uende. Alhamdulillah, alinipokea vizuri sana. Kilifi. Fika Kilifi nikasoma kiasi cha muda wa mwaka mmoja. Nikamaliza Qur'an. Maliza Qur'an, nikafanya murajaa pale. Lillahi alhamdu, nimekaa takriban miaka 2 pale. Sheikh wangu sijamsahau, Sheikh Said Jilo ndo mwalimu wangu alinihifadhisha Qur'an. Allahumma hifadhi hapo alipo na amlipe kila la khair. Kwa hiyo ndo uko fupi safari yangu wa kuhifadhi Qur'an. Lillahi alhamd, neema kubwa, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilichukua muda gani Sheikh tangu uanze mpaka mwisho ujue mimi sasa nishahifadhi? Wewe ulikuwa na miaka mingapi na ilichukua miaka mingapi? Nikianza kuhifadhi ilikuwa na miaka 16. Miaka 16. Na ukimaliza niko na miaka 18. Mashaallah. Maliza Qur'an. Hiyo ndo safari yangu na muda ambao nilihifadhi Qur'an, na nikachukua mwaka mwingine wa kuisahihisha zaidi na kuiweka vizuri Qur'an yangu. Naam. Iwe ni Qur'an ambayo hata nikiwa nasoma sina wasiwasi katika Qur'an hiyo. Sasa mtoto akitaka kuhifadhi sasa, naam, bora ni aende full time madrasa boarding ama anaweza kahifadhi akiwa part time, yani si hako boarding? Yani bora katika kuhifadhi kitabu, bora bila shaka ni mtu kukaa boarding kuhifadhi Qur'an. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu sasa tuko katika hali ambazo fitna ni nyingi. Tunaishi mazingira ambayo fitna ni nyingi sana. Mtoto anasoma Qur'an, anakuja kuisoma Qur'ani mathalan either ni asubuhi ama ni jioni kwa ustadhi. Kisha akitoka pale nyumbani sasa anakutana na changamoto, kuna TV, kuna michezo, kuna kadha, kuna kadha. Sasa yale yanampelekea yule mtoto anakuwa ni vigumu kwake kuhifadhi Qur'an. Ni vigumu kwake anakuwa na focus na jambo la Qur'an. Kwa hiyo ni aula aende boarding. Ni aula awe boarding kwa sababu pale atakuwa yeye anashughulika na jambo moja peke yake. Akiamka ni Qur'an, akilala ni Qur'an. Ile akili yake inajengeka na moyo wake kufanya ibada ya kuisoma Qur'an mara kwa mara. Hakuna maasi, hakuna wanawake wanaovaa uchi, hakuna TV pale, hakuna starehe nyingi, ni Qur'ani kwenda mbele. Kwa hiyo mara nyingi mtoto anayesoma tahfidh ya boarding ni bora na kusoma nje huwa kuna utofauti mkubwa kati ya na kuanza itakana miaka mingapi? Kuanza miaka 4 anaweza kuanza mtoto. Miaka 4. Miaka 4 3 anaanza kusoma. Pole pole anafundishwa ile ahsanul qawaid, ile juzuu ndogo ambayo boarding. La boarding ni miaka 5 6 kwenda mbele. Naam. Sasa na mzazi ana part gani anacheza kuhakikisha huyu mtoto yuko tayari kwenda kuhifadhi? Dauri ya mzazi anatakiwa kwanza anaanza yeye safari ya huyu mtoto kusoma Qur'an. Kwanza je, yule mzazi ana moyo wa hili jambo? Kwa sababu wengi katika wazazi wetu
na ni changamoto ambazo pia mimi nilipitia. Wengi katika wazazi wetu wanakuambia unataka kusoma Qur'an kisha iweje? Kisha uwe nani? Fikra zetu ni kwamba mtu anapohifadhi Qur'an anakuwa ustadhi, anakuwa imam, anaishi maisha hayo. La, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ashaganya maisha katika, yani kila mtu amepangiwa maisha yake. Allah sema nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya. Hailazimu wewe unapohifadhi Qur'an basi uje uwe imam, uje uwe ustadhi, uje uwe shekhe. La, asa mzazi anatakiwa nyumbani kwanza amlee huyu mtoto kuipenda Qur'an, kuifahamu Qur'an ni nini, hichi kitabu ni kitabu cha Allah, daraja yake ni daraja gani. Kisha anaanza polepole kumfundisha yule mtoto. Fundisha yule mtoto. Ndio maana mzazi hajui sasa ni ndio maana hivyo kama sisi hajui Qur'an, sasa mtoto tunatakiwa sisi tunapochagua wake tuchague wake ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fadhfar bidhati din taribat yadak. Hao kina mama sasa lazima uchague mama bora kwa watoto wako. Lazima kumfanyia wema mtoto wako ni umchagulie mama bora, ana mwenye dini. Sasa wazazi ambao wanatusikiza ambao wao hawakusoma pia na wanafurahia mtoto wao ahifadhi, unawapa advice gani Sheikh? Njia moja rahisi sana. Ile simu ambayo unampa mtoto wako, ile TV ambayo unamwashia mtoto wako inaweza kuwa ni njia kubwa sana ya mtoto wako kuijua hii Qur'an. Na hili limenipotokea mimi mwenyewe experience. Pamoja na kwamba Qur'ani ni alhamdulillah nimehifadhi, pamoja kwamba ahli yangu mashaallah Qur'ani anaijua kiasi chake alhamdulillah. Lakini ukimwona mtoto, watoto wa siku hizi Sheikh Bashir wanapenda sana simu. Sasa unamwona mtoto mara nyingi anatumia simu. Sasa hii inaweza kwa njia ya kumfundisha huyu mtoto. Una download zile idha ni Qur'ani ama ni zile ahsanul qawaid zinafundishwa, ziko katika YouTube nafundishwa. Kisha inakuwa simu ile unazima, kama ni wifi ni data, yeye akiingia pale YouTube anakutana na hizo video tu download. Na mimi mtoto wangu amehifadhi alif mpaka ya kupitia simu. Na alhamdulillah ukimuonesha hii anajua hii ni nini. Sasa ni njia mojawapo, kama kuna mzazi ambaye haijui Qur'an, hajui atamfundisha vipi mtoto wake, basi pia hii ni njia nzuri ya kumfundisha mtoto kuliko kumwekea kokomelo, kuliko kumwekea nyimbo mtoto. Kwa tuweza tumia hiki kifaa vizuri. Naam, tukirudi nyuma kidogo Sheikh. Biggest challenge ambayo ulipata, tatizo gani ulipata kubwa wakati wa kuhifadhi? Na vijana wengi huwa hawaendelei na kuhifadhi, katikati ashawacha. Nini likufanya wewe ukabaki vile vile ukaenda hivyo hivyo mpaka ukamaliza? Katika challenges ambazo nilipitia, mara nyingi unapokuwa boarding huwa ukiona mathalan wenzako wametembelewa, wamekuja wazazi kuwatembelea, ni vitu ambavyo ukikaa unaona mbona mimi sitembelee, vinakuumiza moyo. Kwani mimi sina watu? Alhamdulillah nilikuwa na wazazi na mzazi ambaye alikuwa ananijali, na haimaanishi kwamba alikuwa hanitafuti, la, lakini kuna njia nyingine ayoni zinaonesha mapenzi zaidi, ama unaona kama umetengwa kwa ule utoto tuliokuwa nao. Unaona mzazi wangu mimi kaida yake ni kupiga simu tu, tunaongea kwa simu basi, haji kutembelea, anakuja mara moja, lakini sisi tunatembelewa kila mwezi. Unaona kuna watoto wanatembelewa kila mwezi, na akitembelewa analitoa maboksi, mashaallah, mapochopocho. Sasa hizi ni vitu ambavyo vinapelekea pia yule mtoto au mimi nikaona mbona mimi niko. Lakini kitu kilinichonipa moyo ni kwamba kwanza mimi mwenyewe nilikuwa na hamu ya kuhifadhi Qur'an. Lazima uwe na malengo na unakuwa kile unachokitaka, kwa nini umetaka kukifanya. Isiwe umesukumwa twende ukahifadhi Qur'an kwa sababu wewe bana skuli ushiki, umeshindwa skuli, acha tujaribu huku. Na ndio wengi katika wazazi wanavyofanya. Mtu akifeli huko asema acha tujaribu huku. Sasa mimi nilikuwa na hamu na nia hiyo ya kuhifadhi Qur'an, na kiukweli toka niko mdogo mimi nilikuwa nikikusanya watoto wenzangu tunasimama mimi na kama imam aswalisha. Yani ilikuwa kuna kitu ambacho, na alhamdulillah sasa umekuwa imam. Alhamdulillah. Ndoto imetimia.
Na kwa ufupi tuseme miaka mingapi? 10 mpaka mtu amalize kuhifadhi, 15, miaka 8, kutegemea na akili ya mtoto. Yani minimum mtoto anaweza chukua miaka mingapi ahifadhi? Turudi nyuma kidogo yani. Kwa akili ambayo ni safi kabisa, ambayo iko wastani, anaweza chukua mtoto akiwa boarding miaka 3 mpaka 4 kuhifadhi Qur'an. Mpaka muraja. Mpaka muraja. Lakini kuna watoto ambao mashaallah, mimi nimesoma na watu, mtu amekuja amenipata tahfidh, amehifadhi Qur'an ndani ya mwaka mmoja. Mashaallah. Ndani ya miezi 6, wako watu wa sampuli hiyo. Lakini kuna wale ambao vichwa vao vigumu, anaweza tunasema sisi labda vichwa vigumu, labda kushika na chukua muda mrefu, anaweza chukua takriban miaka 5. Kuna watu wa miaka 7 wanahifadhi Qur'an. Na je, wazee kama sisi tukiamua tutaka kuhifadhi yawezekana? Yawezekana, kwa nini haiwezekani? Ama tushapita uweze tena kuhifadhi? Kila kitu ukikiwekea nia, basi kuna njia ukipewa za kuhifadhi ama za kufanya, basi biidhnillah ukizishika vizuri utahifadhi Qur'an. Na hawa makari wakubwa kama Sheikh Sudaisi, yani wale wamekuinspire kupata kutaka kusoma kuhifadhi? Huyo ndio Sheikh wa kwanza ambaye nilifanya mimi nipende Qur'an. Sheikh Sudaisi. Naam. Na ilikuwa mwanzo nikiiga sauti yake. Kabla sauti nyingine ambazo nilizijua, sauti ya kwanza ilikuwa ni Sudaisi. Mashaallah. Mwenyezi Mungu amlipe. Amin. Maana ameinspire watu wengi sana. Wengi sana. Na Sheikh Salim, katika hii safari yako ya kuhifadhi, kuna wakati ulisema basi siwezi tena, mimi nataka kuacha, na umeendelea, lakini nini ilikufanya ukaendelea? Sababu mara nyingi watoto kwamba nimeshindwa, nimechoka, naona watoto wenzangu wanacheza, wanaenda beach, wanafanya hii, mimi niko kwenye kuhifadhi peke yake. Yani kuna time yoyote katika hii safari yako iliingia kwenye roho yako bwana, giving up tosha? Naweza sema iko sababu ambayo labda ilinipelekea, lakini sikuwa na nia hiyo wala na fikra hiyo. Na sababu kubwa ni marafiki. Naam. Marafiki ndio huwa nakupelekea aidha upende lile na jambo ulikwenda lifuata, ama lile jambo uliweke mgongoni baada ya kwamba ulikokuwa umelitilia nia kulifanya. Ishatokea hali ya kwamba nilikuwa na marafiki ambao si wazuri na walikuwa hawana nia kuhifadhi Qur'an. Sasa mara kwa mara nakwambia twende huku, tufanye hivi, turuke ukuta, tufanye kadha na kadha. Unaona, changamoto kama hizo zipo tena sana. Na baada kuhifadhi, alhamdulillah, ulipojua sasa mimi nishahifadhi, maisha yako yalibadilika, yani spiritually, yani uliona uko tofauti sasa na wengine, ama uko tofauti na vile ulivyokuwa? Je, Qur'an ilikubadilisha vipi? Tofauti kubwa sana, kwa sababu kabla ya kuhifadhi na kabla ya kwenda kuanza kuhifadhi nilikuwa katika hali nyingine tofauti. Hali ambayo ni uzito kwangu kuieleza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe kwa yale tuliyofanya na atuhifadhi. Amin, amin. Na Allah hapendi watu wadhihirishe maovu, lakini tulikuwa katika mazingira ambayo si ya sawa na mazingira, na tumeishi katika mazingira ambayo si mazuri. Kwa hiyo yalinibadilisha sana maisha, kwa sababu nitasema wakati mimi nimetoka tahfidh, mara nyingi ukishahifadhi Qur'ani una hamu na ile sasa kuswalisha watu, uende ukaswalishe. Alhamdulillah, safari ya kwanza mimi nikitoka tahfidhi nikaswalisha Masjid Luta. Pakistan, tarawih. Pakistan. Naam. Kwa ammi yangu hapa ndo amekuja kwa imamu baada ya kutoka Masjid Musa, kaja hapo. Kanipokea pale nikaswalisha. Alhamdulillah, tarawih yangu ya mara ya kwanza nikiswalisha takriban nafikiri ni 10 la kwanza. Walikuja vijana ambao tuliishi pamoja na tulileleka katika mtaa mmoja, wakashangaa sana. Huyu ndio yule Salim tunaomfahamu? Ndio yule ambaye tumecheza na yeye, tumekaa na yeye, tumefanya na yeye kadhaa. Paka wengine wakafikia kusema tuwezi swali nyuma yako sisi. Kwa kuwa kwa ile hali ambayo tulikuwa huko nyuma. Lakini ni kitu kilinipa moyo sana, kilinifanya mimi nikajiona niko tofauti, na tofauti mkubwa sana na vijana hawa. Lakini alhamdulillah
tulikana wao wakajua ile safari yangu kwa uchache nilikuwa wapi, kwa sababu waliniona ghafla nimepotea mtaani, ghafla sipo. Alhamdulillah, tuombea Allah awaongoze wale waboa kwa huko bado, pamoja na sisi pia Allah tuongoza na Allah wahifadhi na wape umri wenye khair. Amin. Sasa kuna watu huhifadhi. Naam. Vizuri. Baada ya muda amesahau. Shamtoka kwa. Advice gani unawapatia watu kama hao? Tutasema maneno machache tu ya mshairi, nasema ya hafidh al-Qur'an lasta bihafidhin hatta takuna lima hafidhta mutabbiqa. Ewe hifadhi Qur'an, wewe si hafidh, bado hujakuwa hafidh. Sisi watu tunachukulia mujarrad mtu anapohifadhi Qur'an ila min surati al-Fatiha ila surati an-Nas basi ni hafidh, tayari ashakuwa hafidh, maana yake shahifadhi Qur'an. Lakini uhakika ni kwamba hajakuwa hafidh mpaka afanyeje? Mpaka atabikishe yale aliyohifadhi, mpaka ajue yale yaliyo pale ndani ya Qur'ani ni yapi na Allah anamtaka afanye tafsiri. Naam. Sababu mara nyingi sisi tunahifadhi Qur'ani alafu mtu anaingia katika saha anakuwa ni ustadhi, anafundisha, anakuwa kadha na kadha, wengine ni maimam, na hajakuwa tayari kukaa na kusoma mathalan taalim na kujua Qur'ani zaidi na zaidi, sababu ile ni step 1 ya kutafuta elimu, kusoma Qur'an. Sasa ikiwa hii Qur'ani haujajua umuhimu wake na hujajua yale yaliyomo pale ndani, Allah amezungumza ni nini, kuna ibara gani katika zile ayati Allah amezieleza, bila shaka utakuwa mbali na hii Qur'an. Bila shaka itakutia kipindi itakuwa wewe Qur'ani haina umuhimu kwako. Sasa pale utakapoiacha Qur'an itakuacha. Na haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam ya kwamba Qur'an humtoka mtu kama vile kamba ya ngamia inapotoka katika shingo yake. Haraka sana Qur'ani inamtoka, kwa sababu hajakuwa tayari kushikamana na Qur'an. Na ukiwa tayari kushikamana na Qur'an, bila shaka utakuwa unaisoma lailan wa nahara. Sasa mtu aliyehifadhi wewe maadvise kuwa asikome hapo, akisha kuhifadhi aende tena taalim, kwa sababu kwenye madrasa za tahfidh hamufundishwi tafsir, mafundisho kuhifadhi, unahifadhishwa Qur'an. Sasa advice yako ni kwa mtu akisha kuhifadhi asikae, aendelee asome dini, asome taalim, ndio ataijua vile atakavyoifanyia kazi ile Qur'an kabisa. Okay, na jambo lingine ni yani Qur'an ni aya nyingi sana. Naam. Ni kitabu kizima hichi. Ili kisikupotee, wewe umehifadhi na umesoma dini, utakana ufanye nini kila siku, yani katika program zako wewe kama hafidh Qur'an utakana ufanye nini ndio isikuponyoke ile? Mimi wakati nikihifadhi Qur'an, nilipoimaliza Qur'an, manake nilifanya haraka katika kuimaliza. Ikawa kuna baadhi ya ajza, baadhi ya suwar kwa kwangu ni ngumu kukaa, hazikai. Sasa nikamfuata shekha wangu na ustadhi wangu, Allah mhifadhi na mlipe kila la khair, kumwambia ni njia gani nitumie hii Qur'an lao nikiisoma iwe itakaa katika moyo wangu. Sababu saa nyingine unakwenda kwa ustadhi ukasoma mathalan juzuu moja ambao ni karatasi 10, unasoma vizuri, lakini ukitoka pale kwa ustadhi ukikaa ushasahau. Akanambia nitakupa njia moja nzuri ambayo hii ukidumu nayo katika maisha yako hii Qur'ani haiwezi kutopa. Mashaallah. Njia gani? Akanambia tutaianza hapa mimi na hiyo njia, na biidhnillah tukimaliza hii Qur'ani kwa njia hiyo utanikumbuka. Akamwambia naam, bismillah. Tukaanza kwa siku ikawa nasoma juzuu 2.5. Juzuu 2.5 ambao ni takriban karatasi 25. Nasoma kwake, nasoma kama asubuhi ile tukiamka saa 9 juzuu 1.5, karatasi 12.5 nazisoma, kisha saa 8 nasoma zile zingine. Akaniambia tafuta mtu ambaye amehifadhi Qur'an, simama naye usiku, kisha hizi juzuu ziswali nazo qiyamul layl, uswali nazo. Leo swali na juzuu 1.5, kisha kesho swali na juzuu 1.5. Ikawa hiyo ni system naenda nayo wiki nzima.
wiki nzima nasoma juzuu 2.5 peke yake kwa wiki, na swali nazo usiku. Kila nikija nikisoma kwa ustadhi, kama nilikosea jana mahali, leo sitakosea. Ni zile zile alama ambazo nimewekewa jana leo. Sasa ikipita wiki nzima inakuwa tayari zile juzuu zimefanya nini? Zimekaa vizuri. Ikaenda hali hii mpaka nikamaliza Qur'an. Ikawa naweza kukaa kikao kimoja kwa ustadhi kusoma juzuu 6 kwa kikao kimoja. Alhamdulillah. Na ni njia ambayo moja wapo nimeiona kwamba Qur'an ya mtu haitoki akiwa ataswali nayo qiyamul layl. Kwa hivyo advice unawapatia wale wanaotusikiza, na ni hatari kubwa. Mtume alayhi salatu wasalam asema kuna uhatari mkubwa yule ambaye amepewa Qur'an na Allah subhanahu wa ta'ala kisha analala na hiyo Qur'an. Kulala bimaana, yani bimaana haswali usiku qiyamul layl. Aiyo. Mtume alayhi salatu wasalam aliamka siku moja akaambia masahaba zake, kuna yoyote kati yenu ameota leo na ndoto ameiona katika usingizi wake? Masahaba akaambia la. Basi mimi nimeota watu aina 3. Mmoja katika hao watu aina 3 asema alikuwa yeye, kuna watu wawili wamemsimamia. Alichukuliwa Mtume alayhi salam akaoneshwa kwamba kuna watu wawili walikuwa wanasimama wamemsimamia mtu ambaye amelala, akawa anachukuliwa jiwe linapigwa katika kichwa chake. Subhana. Kichwa kinavurujika. Kisha yule bwana anaamka tena anaenda lichukua lile jiwe, analipeana, anapigwa nalo, anabondwa nalo. Sasa akauliza Mtume alayhi salam, huyu ni mtu wa aina gani? Akasema ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa Qur'an kisha wakawa wanalala na ile Qur'an. Kawa hawaamki usiku kuswali. Amehifadhi Qur'an lakini yeye na qiyamul layl baina al-mashriq wal maghrib. Mashaallah. Jambo lingine Sheikh, uko na familia. Mambo ya kidunia unajua, responsibilities za family. Una balance vipi na kusoma Qur'an? Umeiweka wapi katika program zako? Huku uko na family, uko na bibi, uko na watoto, uko na kazi, uko na wazazi. Sasa Qur'an umeiweka wapi? Umeipangia vipi katika program? Qur'ani ni jumla ya maisha ya mtu. Kama vile mtu ana program yake ya maisha, Qur'ani lazima iwe katika mfumo wa Muislamu ajipangie. Yani kwa uchache kabisa yeye anasoma Qur'ani kwa siku, hata kama ni karatasi moja. Wallahi alhamd, mimi nimeweka system ambayo inasaidia familia yangu, si mimi tu. Kuna muda maalum ambao kifika, unajua hapa ni time watu wanasoma nyumbani. Kama ni ahli yako umemweka pale, unamfundisha Qur'ani, unamfundisha kama ni ahadith Mtume alayhi salatu wasalam, unafundisha watoto kile kidogo unachokijua wa hakadha. Na mimi jumla ya kuifanyia muraja Qur'ani yangu, Allah kinafikia nikiamka nasoma, mathalan naswali na juzuu 1, naswali na nusu juzuu. Hiyo ndio njia naitumia Qur'an. Na vile nikifundisha watoto pia Qur'an, ni muda pia nafanya muraja wa Qur'ani yangu. Hiyo ndio mfumo mchache wa kuidhibiti Qur'ani yangu. Kwa hivyo ukihifadhi Qur'ani ni lazima uwe kila saa uko nayo, unatembea nayo. Otherwise ukiwacha nayo itakuacha polepole. Naam. Mashaallah. Jambo lingine Sheikh, vijana wengi husema Qur'ani ni ngumu. Qur'an is too difficult. Unawapa advice gani? Kitu chochote kinapojengeka katika moyo wako ya kwamba hiki ni kigumu kwangu, khalas hapo umepanga au umeleta njia wewe kushindwa kufanya lile jambo. Unapoazimia kulifanya jambo, unatakiwa umtangulize Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwanza muombe Allah akufanyie wepesi, kwa sababu kuwa na Qur'an na kuhifadhi Qur'an si ujanja wa mtu, bali ni taufiki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kitu cha kwanza anatakiwa mtu ajifungamanishe na Mola wake, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie sahali kwa lile jambo, kisha jaribu kufanya, lifanye lile jambo. Usishindwe kujaribu kwa sababu Qur'an ni ngumu siwezi fanya. La, unaposema maneno haya yanakupelekea wewe mwenyewe kwanza kufa moyo, alafu kile kiwiliwili chako kufanya bidii kwa lile jambo inakuwa ni ngumu. Sasa steps gani ndogo ndogo mtu, small steps anaweza fanya ndio sasa aingie kwenye kuhifadhi? Kwenye kuhifadhi Qur'an.
Yani nyumbani mtu ni nini anaweza fanya yeye mwenyewe? Kitu kikubwa wala si kidogo, ni mtu ucha Mungu. Unapokuwa mcha Mungu na kujilazimisha kuwa mcha Mungu, kujilazimisha wewe kumtii Mola wako, jambo lolote la ibada haliwezi kuwa gumu kwako. Kwa sababu kusoma Qur'ani ni ibada. Naam. Kusoma Qur'ani ni ibada. Kwa hiyo unapojilazimisha kuwa mcha Mungu na ukawa unaisoma Qur'ani mara kwa mara, basi utakuwa unaipata ile ladha ya Qur'an. Sababu ikiwa unaona dhiki kusoma Qur'ani, hawezi niambia Sheikh Bashir kwamba wewe utaamua kuihifadhi. Ikiwa wewe unapata dhiki kuswali, utakuwa kuswali kwako pia ni shida. Lakini ukiwa una hamu na moyo wako unapokuja kuswali unapata ile utulivu, unapata furaha, basi utatamani kila wakati ile time ya swala ifike. Kwa hiyo na ni kweli kwa mtu ambaye hataki kusoma Qur'ani, yani anasikia dhiki Qur'ani kisoma, ni kweli huwa kuna kiumbe ndani yake ambaye anamzuia asisikize Qur'ani, ama ni maneno yetu tu haya? Hapo umeingia upande mwingine. Tunaweza kugusia kidogo lakini huko tukimalizia. Lakini mara nyingi mtu anapokuwa na amehesibiwa na mas ya jini, huwa inapelekea yule shetani kumweka mbali na ibada, si Qur'ani tu, ibada za Allah na kwa ujumla. Aiywa, anakuwa na dhiki yeye kufanya jambo la khairi, anaona shida yeye kuswali, anaona shida kusoma Qur'ani, kwa sababu anapoisoma ile Qur'an yule shetani anaungua, yule shetani inamchoma ile Qur'an. Sasa inakuwa jambo lile linakuwa gumu kwake kulifanya. Mbali na kwamba kuna yule ana masi ya jini na kuna yule ana waswasi wa shetani. Unapokuwa na waswasi wa shetani pia inakupelekea wewe usifanye ibada za Allah. Shetani anakushawishi wewe usisome Qur'an. Unaweza ukaanza kusoma Qur'an mara ukasinzia. Tutasema huwa na jini ama na nani, lakini shetani anamchezea ili asifanye nini? Asisome Qur'an. Nikizungumza maneno haya nimekumbuka kisa kimoja cha Imam Abu Hanifa rahimahullah. Alifuatwa na bwana mmoja, anamwambia Sheikh, mimi niliweka pesa zangu sehemu nilizika, lakini nimesahau pale sehemu nilipozika zile pesa, nifanyeje ili nikumbuke? Imam Abu Hanifa alikuwa ni imam ambaye ukija na akili anatumia akili, na ukija kidalili anakupa dalili. Akamwambia nenda kaswali usiku mzima, utakumbuka biidhnillah pale ulipoziweka hizo pesa. Yule bwana wakati anaanza swala yake, hata kumaliza zile raka mbili anakumbuka aliweka wapi, akafanya haraka kuzimaliza. Kisha akienda kweli akapata ni pale mahali. Akakaa siku ya pili akamfuata Imam Abu Hanifa, akamwambia jana bwana nilifanya lile jambo ulioniambia mimi nilifanya, nikafaulu na wala sikufika mbali. Al-Imam Abu Hanifa rahimahullah akamwambia mimi nilijua shetani hawezi kuacha wewe ufanye ibada. Shetani alikuja akamkumbusha, wewe bwana ulikuwa unataka pesa, kafuate pesa zako, achana na hili. Mashaallah. Tukimalizia Sheikh, nyinyi watu mliohifadhi mnaweza mkasaidia umma vipi upande wa dini kwa ujumla? Upande wa dini kwa jumla tutaenda na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu linnas wala taktumuna. Hii ni ahadi na ni tunu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tushachukua kwa Allah ahadi hii kwamba ni elimu tutaibainisha kwa watu wala hatutoficha ficha. Kwa hiyo ni jukumu la kila aliyehifadhi Qur'an, kila aliyesoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuifikisha na kuifanyia da'wa, sababu ni moja ya jumla ya silaha ambayo itapelekea mujtama kubadilika katika hali nyingine kwenda kwa hali nyingine, ufaidike kwa ujumla. Naam. Kumalizia Sheikh, message gani unawapatia walimu madrasa na madrasa zenye Islamic schools na walimu madrasa, unawapatia message gani? Pamoja na wazazi tuchanganye, yani pamoja na wazazi, yani unawapatia message gani kuhusu swala hili ambalo tumelizungumzia leo la tahfidh Qur'an? Masala ya Qur'ani, message ambayo nitaipeana kwa ndugu zangu na walimu wangu na mashekhe zangu ni kwamba Qur'ani ni tunu, kama tulivyosema mwanzo, ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni elimu
Allah subhanahu wa ta'ala ametunuku, kwa sababu katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nimesahau lakini inazungumzia kwamba miongoni mwa elimu ni Allah kuweka Qur'ani katika vifua vya watu. Kwa hii ni elimu. Kwa elimu hii message ambayo tutawapa mashekhi na maustadhi na walimu na muhifadhi al-Qur'an na wazazi pia ni kwanza, upande wa walimu ni kwamba watumie juhudi zao kwa kadri ya mtu uwezo wake kuifikisha elimu hii. Na wakati anapoifikisha hii Qur'ani kuna changamoto nyingi. Kuna mambo mengi yanapita katikati. Lakini ninachotakiwa ni subra na kushikamana na uchamungu na ikhlas. Sababu wengi kati yetu huwa ikhlasi inashuka katika jambo hili. Mtu anaweza kuona mathalan mimi bana ni bora kuliko fulani. Mimi nikisoma Qur'an nasoma vizuri kuliko fulani. Sasa watu wanaekeana hasidi na chuki baina yao. Lakini lengo letu sote liwe ni moja, kuifikisha hii Qur'an na kuwafundisha watu Qur'an. Sababu Mtume alayhi salatu wasallam atuambia iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah shafi'an li ashabi. Isomeni Qur'an kwa sababu hii Qur'an siku ya kiyama itakuja kumtetea mwenye kuisoma. Sasa ili mtu aisome hii Qur'an bila shaka lazima apitie sehemu ya kufundishwa Qur'an, lazima aitambue Qur'an. Pili, wazazi wanatakiwa pia wawe pamoja na walimu hawa, washikane, na kushikamana kwao na walimu ni wao pia majumbani yawe haya yanayofundishwa pia yawe ni katika maisha yao kule nyumbani. Isiwe mtu anasoma Qur'ani huku kisha akifika nyumbani mzazi yeye na Qur'an baina al-mashriq wal maghrib, bali mzazi yeye na swala ni vitu vili tofauti. Ni ngumu mtoto huyu kuisoma ile Qur'an kwa sababu mazingira anayokaa si mazingira ya Qur'an, mazingira anayokaa si mazingira ya dini. Kwa hiyo ni jumla ya maisha yetu yawe ni maisha ya Qur'ani, maisha ya dini. Angalia hii Qur'ani Mtume alayhi salatu wasalam ilikuwa ni tabia yake, kama vile mfumo wake wa maisha. Mama Aisha alivyotuambia, kama vile Mama Aisha radhiallahu anha aliposema kana khuluqu al-Qur'an. Mtume alayhi wasallam ilikuwa tabia yake ni Qur'an, yani ilikuwa ni Qur'an inatembea katika mgongo wa ardhi. Sasa hivi ndio tunatakiwa maisha yetu tuishi. Kumalizia Sheikh, wewe uko na madrasa ya tahfidh. Naam. Kwa mukhtasar ungewaambia nini wenye kutuangalia, wenye kutusikiliza, hasa wazazi kuhusu madrasa yako ya tahfidh? Iko wapi? Iko wazi? Unawalika? Chukua nafasi hii pengine kuwaelezea vizuri au kutomalizia yani kipindi chetu hichi. Alhamdulillah, umegusa swala nyeti sana ambalo swala ambalo sikutaka kulizungumzia. Naam. Kwa sababu ya makadirio ya Allah yaliyopita baina ya madrasa yangu. Alhamdulillah, nimeanza tahfidhi yangu kwa muda mchache sana. Takriban miaka 4 sasa hivi. Alhamdulillah, wametoka mahufadhi wa 4 katika tahfidhi yangu na kuna wengine ambao wameenda boarding ambao walikuwa kwa hiyo yako si boarding? La, si boarding. Walikuwa karibu kuhifadhi Qur'an, na wallahi kitu ambacho kilinifanya mimi niwe na moyo zaidi ya kuhifadhisha Qur'ani na kuendelea na hii tahfidh. Nilipata mwanafunzi kabla ya kufungua hii tahfidh. Alikuja mwanafunzi ambaye hajui Kiswahili, hajui Kizungu, hajui Kiarabu. Ana lugha, mtoto wa Kisomali. Mashaallah, alikuwa na bidii sana. Nilitoa msikitini pale, alikuwa anasoma na mfundisha. Nilikuwa namfundisha aya moja kwa siku. Na hiyo aya moja ni shida kwake. Na ni mdogo. Hajui kabisa ama hajui ashawahi kufundishwa? Ashawahi kufundishwa, lakini ile Qur'an anayosoma ni ile Qur'an ambayo sasa nikawa nikimfundisha kwa ile njia ambayo naijua mimi, nimeisoma, naona ni dhiki kwake. Sasa kuna wakati paka nilipitia kipindi kama binadamu kana mkwepa, naona kama ni dhiki mbona, lakini yeye ananifuata paka kipindi cha swala. Tukimaliza swala ustadi tutaka tusome, mimi namfundisha aya moja. Lakini alhamdulillah, mwanafunzi huyu tunavyozungumza ametoka kwenye mikono yangu akiwa amehifadhi juzuu 25. Alhamdulillah. Na ni katika wanafunzi bora ambao walikuwa nikiwaona nikiwasikia Qur'ani yao mashaallah nafurahi. Sasa iko boarding anasoma. Kwa hiyo tahfidhi yangu ilikuwa maeneo ya Imam Shafi, Mtwapa, estate ya Imam Shafi, tahfidhi yangu alhamdulillah. Lakini hivi tunavyozungumza mwezi huu tu ambao umepita nilifunga madrasa.
kulingana na changamoto ambazo nilizipata. Na kiupande wa wazazi kuna ugumu katika masala ya dini kwa ujumla. Kwa ujumla. Si kwangu tu bali madaris nyingi. Na hili nadhani yule anayetazama hii video hii ana ushahidi, hata kwenye moyo wake anakiri kwa hili. Wazazi wameweka nguvu zao nyingi katika masala ya dunia. Mtoto asome dunia ili atengeneze maisha yake, na ni fikra zetu kwamba anaposoma kule kesho atakuja kwa ofisini, kesho atakuja vaa tai na takin vizuri aende kazi. Lakini akivaa kanzu akienda kuswalisha yeye ni mtu duni. Akivaa kanzu akienda kufundisha dini yeye ni mtu duni. Sasa wakawa nguvu yao kubwa ni kule, hasa huku wanazembea. Na moja katika mambo ambayo mimi nimepitia changamoto, ushakuja mzazi amwambia bana, hapa madrasa unafaa ulipe kadha na kadha. Tarehe hii mbona hujalipa? Anaambia bana, mimi nimelipa skuli 60,000 kwa watoto wangu. Sasa kidogo hali ni ngumu, nitakulipa mara 2 mwisho wa mwezi. Ambao yangu subhanallah kwenye 60,000 ukiitoa miaka mingapi? Tasijui ni miaka mingapi. Mbona ni mambo sasa wazazi wanatakiwa wajue malengo. Ndio maana huyu mtoto mzazi anatarajia siku ya akiondoka duniani awe ni mzazi atafanya ni mtoto atakayefanya nini? Atamwombea dua. Vipi atakuombea dua wewe wakati umemjenga yeye aijue dunia zaidi kuliko dini yake? Vipi umemjenga mtoto huyu aithamini dunia kuliko akhera, alafu atakukumbuka? Ndio siku ukifariki tu yeye atakuwa na ndugu yake, na ndugu yake wanashindana bana, tutaganya vipi mali. Hawamesahau kwamba huyu mzazi ana mambo au ana haki juu ya mtoto akifa mzazi. Sasa wazazi ni waache kuzembea katika masala ya dini. Wazazi wajitolee katika masala ya dini. Ndio hili gurudumu la Qur'ani na dini liende mbele. Na faida gani mzazi yapata mtoto wake akihifadhi hapa duniani na kesho akhera? Pengine wazazi wengi hawajui faida ambayo Mtume alayhi salatu wasallam ameeleza. Mtoto anapohifadhi Qur'an, bila shaka siku ya kiyama watavalishwa mataji ya nuru siku ya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi wale ambao mtoto wao yule mtoto wamemlea na wakamhifadhisha Qur'an na akaifahamu hii Qur'an, na akafufuliwa pamoja na wale waliohifadhi Qur'ani. Bimaana ni yule ambaye alihifadhi Qur'ani kisha akaitabikisha ile Qur'an. Sio kila alihifadhi Qur'ani atakuwa pamoja na wale, sababu Mtume alayhi salamu aliwaambia masahaba zake, Allah subhanahu wa ta'ala ana VIP wake siku ya kiyama. Ahlullahi wa khassati hum ahlul Qur'an. Hawa ndio watu wa Allah, na VIP wa Allah ni watu wa Qur'an. Watu wa Qur'an. Kwa hivyo ukitaka kuwa karibu na Allah inshallah, shikamana na kitabu chake. Shikamana na Qur'an. Shukran watazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu. Nafikiri mmemsikia Sheikh vile alivyozungumzia. Yeye amehifadhi kitabu cha Allah, amefundisha watoto. Madrasa yake ameifunga kwa sababu ya changamoto yetu sisi wazazi. Kwa wewe kama mzazi unaweza kutusaidia vipi ndio huyu Sheikh madrasa yake aianzishe tena, watoto aanze kuwafundisha watoto hiki ambacho ni muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hayo machache, shukran wa jazakallahu khair.